Hakika atanguliaye kisimani bila shaka hunywa maji maenge. Ndo mwanzo mkoko umealika maua. Mtazamaji popote ulipo, natumai ubuheri wa afya. Hapa studioni tushwari kabisa. Tumekuandalia taarifa chungu nzima, ikiwemo taarifa ya kifo chake Papa Francis, lakini kwanza kabisa ni yaliyomo. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis afariki akiwa na miaka 88 baada ya kuugua kwa muda. Viongozi mbalimbali wamuomboleza Papa Francis wakisema alikuwa mpole na mwenye utu. Tunasema amefanya kazi yake, amefanya kazi kwa uzuri na ametuonyesha vizuri hasa kuvumilia katika mateso. Papa Francis wa 266 alikuwa na usuli wa maisha magumu tangu utotoni, ila usuli wake haukuteteresha ari na hamasa ya kuwa kasisi kisha papa. Makardinali 240 kumchagua mrithi wa Papa Francis. Bara la Afrika lina makardinali 29 na ni 18 tu wanaoruhusiwa kushiriki uchaguzi. Mtazamaji, imegonga saa 1 jioni saa za Afrika ya Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania. Karibu kwenye taarifa kamili. Mimi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ishara ni Catherine Simaloi. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis amefariki. Habari za kifo chake zimetangazwa na makao makuu ya kanisa hilo Vatican hii leo, ikitaja kuwa Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 alifariki mwendo wa saa 1 na dakika 45 asubuhi hii leo. Kanisa Katoliki sasa linaingia katika kipindi cha maombolezi, huku makardinali wakijiandaa kumchagua mrithi wake. Sheila Chelangat na taarifa hiyo kikamilifu. Domenica delle Palme. Papa Francis, papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini ambaye amekuwa mkuu wa kanisa Katoliki, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88. Vatican ilitangaza mapema Jumatatu kupitia Kardinali Kevin Farrell kwamba Baba Mtakatifu alifariki saa 1 asubuhi katika makazi yake ya Casa Santa Marta nchini Vatican Jumatatu hii, ambayo ina umuhimu mkubwa kwa Wakristo kote ulimwenguni. Mnamo Februari mwaka huu, Papa Francis alilazwa hospitalini kwa ugonjwa wa bronchitis ambao ulizidi kuwa pneumonia. Baada ya siku 38 hospitalini, alirudi Vatican kupata nafuu, lakini alibaki dhaifu. Licha ya changamoto zake za kiafya, alijitokeza hadharani kwa ufupi katika uwanja wa St. Peter's Square wiki chache tu kabla ya kifo chake, akiwatia moyo wengi kwa moyo wake wa kustahimili. Aprili mwaka 2024, hayati Papa Francis aliidhinisha toleo jipya la kitabu kwa ajili ya ibada za mazishi za Papa, ambalo litaongoza misa ya mazishi ambayo bado haijatangazwa. Kulingana na Askofu Mkuu Diego Ravelli, msimamizi wa ibada za kitume, hayati Baba Mtakatifu Francis aliomba ibada ya mazishi irahisishwe na kujikita katika kueleza imani ya kanisa katika kufufuka kwa Kristo. Papa Francis alizaliwa kama Jorge Mario Bergoglio Bueno Aires nchini Argentina na kuchaguliwa kwa mkuu wa kanisa ya Katoliki mwaka 2013. Aliwashangaza wengi kwa mtazamo wake wa unyenyekevu alipokataa mila za upapa za awali, akichagua kuishi kwa urahisi na kuzingatia watu waliotengwa na wale maskini. Taratibu za maziko yake zilizotayarishwa kwa matakwa yake mwenyewe zitaangazia usahili na imani katika ufufuko, ikionyesha maisha yake kama mtumishi na mfuasi mnyenyekevu wa Kristo. Kanisa Katoliki sasa linaingia katika kipindi cha maombolezo, huku makardinali wakijiandaa kumchagua mrithi wake ambaye anatarajiwa kuendeleza urithi wa kimaendeleo ambao Francis aliutetea.
Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Mtazamaji, Papa Francis ametajwa kuwa mwanga wa matumaini na mabadiliko ndani ya kanisa Katoliki tangu alipochaguliwa kuwa papa mwaka wa 2013. Mwandishi wetu Sheila Chelangat anarejea tena akiangazia safari yake ya kipekee na kuangazia maisha yake ya awali kule Buenos Aires, Argentina, hadi uongozi wake wa kipekee kama papa wa kanisa Katoliki. Tazama. Papa Francis alikuwa papa wa 266 wa kanisa Katoliki na aliyeitawala Vatican tangu mwaka 2013 hadi Aprili mwaka huu. Alizaliwa kwa jina Jorge Mario Bergoglio mnamo Desemba tarehe 17 mwaka 1936 jijini Buenos Aires nchini Argentina. Papa huyu mwenye umri wa miaka 88 aliyezaliwa na wahamiaji wazaliwa wa Italia alikuwa akidedea kwa njia mbalimbali. Alikuwa papa wa kwanza mjesuti, yani mwanachama wa jamii ya Kikristo, hii ikitambulika kutokana na migogoro ya kihistoria kati ya wajesuti na baraza kuu la uongozi la kanisa Katoliki na nchi ya Vatican. Alikuwa papa wa kwanza kutoka Marekani, hasa Argentina iliyoko Marekani Kusini, papa wa kwanza kuzaliwa na kulelewa nje ya Ulaya, na papa wa kwanza kuchukua jina Francis alilolichagua kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Asisi. Bergoglio alianza safari yake ya utumishi kanisani kama mjesuti akitawazwa kwa padri mwaka 1969. Baadaye masomo yake ya kithiolojia yalimpeleka Argentina, Chile na hadi Ujerumani. Bergoglio alitumikia akiwa askofu mkuu wa Buenos Aires kuanzia 1998 hadi 2013. Ni katika kipindi hiki alipopata kutambuliwa kwa unyenyekevu na utetezi wake wa walio maskini na watu waliotengwa katika jamii. Mnamo tarehe 13 Machi mwaka 2013, Jorge Mario Bergoglio alichaguliwa kuwa papa wa kanisa Katoliki, akitoa jina Francis kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Asisi. Uchaguzi huu wa jina Francis umeonekana kwa kigezo katika safari yake ya utawala kama papa, kwani Mtakatifu Francis wa Asisi anaheshimiwa kwa upendo wake kwa wasiojiweza katika jamii na ulinzi wa mazingira. Matendo ya kwanza ya Papa Francis kama papa yaliweka mtazamo muhimu katika kipindi chake cha uongozi, ule wa unyenyekevu na kujikita kwa waliotengwa. Kwa mfano, alichagua kuishi katika nyumba ya wageni Vatican, Santa Marta, badala ya makazi ya kitamaduni ya papa, akionyesha upendeleo wake kwa mtindo wa maisha rahisi. Katika mahubiri yake ya kwanza, Francis alisisitiza umuhimu wa kuwa walinzi wa uumbaji na wa maskini. Alitumia mahubiri yake ya kwanza ya Pasaka kutoa wito wa amani na ulinzi wa mazingira, akiweka hii kama ajenda yake katika kipindi chake cha upapa. Katika Alhamisi Kuu yake ya kwanza, Francis aliosha miguu ya wavulana na wasichana waliokuwa wamefungwa kwa makosa ya jinai, wakiwemo Waislamu, kuashiria kujitolea kwake katika ushirikishwaji na huduma. Papa Francis alitembelea Kenya mwaka 2015, ikiwa ni ziara yake ya kwanza barani Afrika na kumfanya kuwa papa wa pili kutembelea Kenya baada ya John Paul wa pili. Aliongoza misa kubwa ya wazi katika chuo kikuu cha Nairobi iliyohudhuriwa na maelfu ya waumini kabla ya kutembelea mtaa wa mabanda wa Kangemi. Hata hivyo, katika kipindi chote cha utawala wake kama papa,
Papa Francis alikumbana na ukosoaji kutoka pande mbalimbali ndani na nje ya kanisa Katoliki. Mtazamo wake wa kujumuisha zaidi watu wa jamii ya LGBTQ ulizua hasira kutoka kwa Wakristo wa kikomunisti walioona hatua hizo kwa kinyume na mafundisho ya kanisa. Atakumbukwa kuwa papa wa kwanza kutoka Marekani na mtetezi asiyechoka wa haki za kijamii aliyewahamasisha mamilioni ya watu ndani na nje ya imani ya Kikatoliki. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Na Askofu mkuu wa jimbo la Mombasa, Askofu Martin Kivuva na viongozi wengine wa kanisa Katoliki wamezungumzia uwezekano wa dunia kupata papa wa kwanza kutoka bara la Afrika, huku wengine wakiwa na maoni pinzani. Peter Turkson wa Ghana, mkuu wa zamani wa Baraza la Kipapa la Haki na Amani, na Fridolin Ambogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na askofu mkuu wa Kinshasa ni miongoni mwa majina yaliyojadiliwa kumrithi Papa Francis. Iwapo yeyote kati ya wawili hao atachaguliwa, hili litakuwa tukio la kihistoria katika safu ya uongozi ya makao makuu ya kanisa Katoliki Vatican, likiashiria umuhimu wa lengo kuu la Papa Francisco kuhakikisha uhusishaji wa kanisa ulimwenguni. Well, wakikutana kama makardinali ni kama uchaguzi wowote ule, wanatumia of course, tunasali, tunatafakari, tunaona ni nani anafaa. Kuna makardinali ambao ni wa Afrika kadhaa, kuna makardinali wa nchi za Ulaya kadhaa, kuna makardinali nchi za Amerika kadhaa. So katika kongamano hilo lao, wale walioteuliwa kama makardinali wataweza kuchambua ni nani anaonekana anafaa wakati kama huu. Kwa hivyo mwishoni kutachambulika ni nani awe papa mfuasi wa Papa Francis baada ya kuondoka. Ukweli ni kwamba mazishi ni kama mazishi ya mkuu wa kundi lolote lile. Kama Baba Mtakatifu wetu, na hakika kutakuwa na uwezekano wa wakilishi fulani labda kwenda Roma kwa mazishi, watu kutokezea na kwenda kuhakikisha kwamba wamehusika katika ibada zinazo makanisani kwetu, na hasa katika kila jimbo. Naamini kwamba watu watapanga misa zinazofuatilizia ziwe ni misa za kuombea roho yake, na pia misa ya kuombea uchaguzi wa papa anayefuatilizia aweze kupatikana kwa wepesi, na pia aweze kupatikana yule anayefaa kuendesha kanisa wakati huu. Na historia ya kanisa Katoliki lililo na zaidi ya waumini bilioni 1.5 kote duniani imefikisha tamati sura kuu ya Papa Francis aliyeaga dunia mapema hii leo katika hospitali ya Italia. Waumini wa Kikatoliki nchini wanasema ujumbe wake ulikuwa wa kinabii, huku akiwahimiza vijana kushinda changamoto alipokutana nao hapa jijini Nairobi mwaka 2015 wakati wa ziara yake nchini Kenya. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Mike Kagwongo, askofu mkuu wa Nairobi Philip Anyolo anamkumbuka papa kama kiongozi mcha Mungu ambaye alitaka Wakenya kuwa makini kuhusu ufisadi nchini. Waumini wa Katoliki zaidi ya bilioni 1.3 duniani kote wanaomboleza, wakiomboleza kifo cha Papa Mtakatifu ambaye anakumbukwa kwa ujumbe wake mkuu wa rehema kwa wote, ubinadamu wa kawaida na ukarimu wa Mungu kwa wale wanaoteseka. For the poor, he always talked about sharing of the available resources. And I remember one time he said that the amount of food that is wasted per day in the world can feed so many poor people. Kwa waliotangamana na Papa Francis, akiwemo kasisi Charles Kenywa wa jimbo Katoliki la Nyeri, marehemu waliamini kuwa mateso duniani yanaendelea kuwepo kwa sababu ya dhuluma, uchoyo, ubinafsi na kiburi miongoni mwa wanadamu. And he said that there is a lot of wastage in government, in church, even in families. Then he talked about the marginalized, and especially the seafarers, and the people who are living on the society's periphery, that each one of them
they've got the dignity of a human person, and they should be treated as human beings with the dignity. Uongozi wa Papa Francis ulionekana sana barani Afrika. Viongozi wa kanisa Katoliki wanadai kwamba aliwahimiza Wakatoliki wa Kiafrika kuunda utamaduni wao, tofauti na utunzaji mazingira na changamoto za kijamii barani Afrika. Is something that we should emphasize. I think it was for him a prophetic inspiration that he said it, because look at the world, how it's going. We are undergoing a lot of challenges and change of climate and many other things that are happening in the world. Kabla ya kifo chake, waumini wa Katoliki wanasema alisisitiza sana mwaka wa tumaini wa Jubilee, akiangalia jinsi ulimwengu unavyoathiriwa na vita na ufisadi, huku akihimiza kukumbatia umoja. He was very much emphasizing on the Jubilee year of hope, looking at the world, how many things or how things are going, having war everywhere, even in bigger countries and big economies, war and even that affect even the small ones. Wanasema alikuza upanuzi na maendeleo ya vipaumbele vya Kiafrika pamoja na uongofu wa kitamaduni kwa Ukatoliki. Zaidi ya hayo, alipiza taasisi za Kikatoliki za Kiafrika na seminari uhuru zaidi wa kuunda vipaumbele vyao vya elimu na mipango ya kukuza uwajibikaji zaidi na uwazi kati ya maaskofu wa Afrika. That he has urged the church to be more compassionate, not very institutional, a church that is official and it is out there, but a church that goes where the people are. The church that immerses herself with the people's situations, listens to their pain and acts accordingly. Papa Francis amefariki akiwa na umri wa miaka 88, akiishi maisha yaliyojaa sifa na historia tele. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Asante sana Mike Kagwango kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, bila shaka mti mzuri hauanguki mbali na shina lake, na kama wanavyosema, tenda wema nenda zako, na bila shaka matendo yako yatanena kwa niaba ya kazi yako. Ndio taarifa au ndizo sifa wanazomiminia Papa Francis, ambaye amefariki asubuhi ya leo akiwa na umri wa miaka 88. Tunazidi kukutaarifu kuhusiana na kifo chake, vile tukikuelezea kuhusiana na wasifu wake, safari yake tangia alipoanza kazi hii, na vile tukikueleza ni kwa njia gani mrithi wake atakavyokuwa anapata nafasi hiyo baada yake kufariki. Taarifa hizi unazidi kuzipokea kupitia chumba chetu cha habari na vile kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Kenya, pale X ni @TV47 News. Tusonge mbele na nikuwa Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine wa kimataifa wameelezea masikitiko makubwa kuhusu kifo cha Papa Francis, wakieleza kifo hicho kuwa pigo kubwa. Rais Ruto amemtaja Papa Francis kama mfano wa uongozi wa utumishi na kumsifia kwa unyenyekevu, kujitolea kwake, kujumuisha watu wote na huruma kwa maskini, viongozi wengine wakikariri sifa zao za Papa Francis. Viongozi wa dunia, watu mashuhuri na mamilioni ya waumini duniani wameomboleza kifo cha Papa Francis aliyefariki Jumatatu akiwa na umri wa miaka 88. Hapa Kenya, Rais William Ruto ameeleza masikitiko makubwa, akitaja kifo cha Papa kama pigo kubwa kwa waumini wa kanisa Katoliki na ulimwengu wa Kikristo. Ruto amemsifu Papa Francis kama mfano wa uongozi wa utumishi, akisema atakumbukwa kwa maisha ya utumishi kwa Bwana, kanisa na binadamu. Msimamo wake thabiti katika maadili na haki ulivutia mamilioni duniani kote bila kujali dini au asili. Alikuwa naibu rais Rigathi Gachagua alisisitiza kupitia ujumbe katika mtandao wa X, ninaungana na kanisa Katoliki na ulimwengu kwa ujumla katika kuomboleza kifo cha Baba Mtakatifu Papa Francis. Aliloongoza kanisa kwa imani thabiti na alihamasisha wengi nje ya kanisa Katoliki kwa upendo
na unyenyekevu mkubwa. Naibu Rais Kithure Kindiki amesema kuwa kifo cha Papa ni pigo kubwa kwa waumini wa kanisa Katoliki duniani na kumwelezea kama kiongozi aliyehamasisha mamilioni ya watu na kuishi maisha ya neema na utumishi kwa wengine. Kauli zake ziliungwa mkono na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, ambaye pia alisisitiza urithi wa Papa na mnyenyekevu, neema na mchango wake nje ya kanisa. Mkutano wa mwisho rasmi wa Papa Francis alikuwa na makamu wa rais wa Marekani JD Vance siku ya Pasaka. Naibu rais wa Marekani JD Vance aliandika, "Nilifurahia kumwona jana, ijapokuwa alikuwa mgonjwa sana. Mungu aipumzishe roho yake," akiwaza kuhusu uongozi wa Papa katika enzi ya janga la COVID-19. Grazie Santo Padre. Thank you. These are for your children. Okay, thank you. Akaunti rasmi ya ikulu ya Marekani kwenye X ilichapisha picha mbili, moja Papa Francis na Rais Donald Trump pamoja na mkewe Melania, na nyingine makamu wa Rais Vance pamoja na ujumbe mfupi lakini wa kina: "Pumzika kwa imani Papa Francis." Vance aliandika zaidi, "Ilikuwa heshima kukutana na Papa Francis, waziri mkuu na viongozi wa kanisa nchini Italia wiki hii. Kutembelea Roma na familia yangu katika wiki takatifu ilikuwa safari ya kipekee." Viongozi wa kimataifa wameonyesha uzito wa pigo hili. Rais wa Umoja wa EU Ursula von der Leyen alisema kuwa Papa Francis aliwahamasisha mamilioni kwa unyenyekevu wake na upendo wake kwa waliokosa. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez alimsifu Papa kwa kujitolea kwake kwa amani na haki ya kijamii. Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni alimsifia kama mtu mkuu, mchungaji mkuu. Rais wa Poland Andrzej Duda alisisitiza kuwa Francis aliamini kuwa huruma ndiyo jibu la changamoto za ulimwengu wa kisasa. Chancellor mpya wa Ujerumani Friedrich Merz alimsifia kama aliyejitolea kwa kujitoa kwake bila kuchoka kwa watu wadhaifu zaidi katika jamii. Nchini Ufaransa, Rais Emmanuel Macron alisema kuwa Papa Francis alisimama daima upande wa watu walio dhaifu na kuleta matumaini kwa maskini. Nchini Uingereza, Mfalme Charles III aliungana na Waziri Mkuu Sir Keir Starmer kumwenzi Papa. Mfalme alisema atakumbukwa kwa huruma yake, upendo kwa umoja wa kanisa na kujitolea kwake katika masuala ya pamoja kwa watu wote wenye imani. Kadri sala za heshima zikiendelea kutoka kila pembe za ulimwengu, kanisa Katoliki linajiandaa kumwenzi kiongozi wake aliyetambua maisha yake kwa huruma, unyenyekevu na kuheshimu haki na hadhi ya kila binadamu.
Mtazamaji, sasa tuangazie taarifa za spoti na nyikuwa timu ya taifa ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 Rising Stars waliwasili nchini Misri ambapo wanatarajiwa kuendelea na maandalizi yao ya kombe la mataifa la barani Afrika ambalo litang'oa nanga Aprili 27. Kikosi hiki cha kocha Salim Babu kitamenyana na Nigeria tarehe 1 Mei kabla ya kupambana na Morocco tarehe 4 mwezi ujao na hatimaye kutamatisha mechi zao za kundi B dhidi ya Tunisia tarehe 7 mwezi Mei. Kenya itakuwa na matumaini ya kuandikisha matokeo mazuri katika mashindano haya huku wakilenga kuandikisha historia kwa kufuzu kombe la dunia. Wensi Wabwire na Angela Miriam walinyakua ubingwa katika mbio za nyika za kilomita 15 zilizofanyika katika kaunti ya Busia. Wabwire ambaye aliibuka bingwa na wa wanaume aliandikisha muda wa dakika 50 sekunde 39 akifuatwa kwa karibu na Edwin Bwire ambaye alitinga nafasi ya pili na dakika 55 sekunde 56. Haya kijiri katika kitengo cha kinadada, Angela Miriam alionyesha umaarufu wake baada ya kukamilisha mbio hizo kwa muda wa saa 1 na sekunde 14 huku Belinda Akojoi kutoka Teso South akiibuka nafasi ya pili. Mashindano haya yaliandaliwa kwa lengo la kukuza na kuimarisha talanta katika kaunti hiyo ya Busia. Busia Border Marathon Foundation huwa tunaandaa sherehe hii ama zoezi hili ili kupromote, to build and advocate for health and wellness. Kushukuru sana vijana ambao wamejitokeza leo. Mchezo ni kitu ya maana sana katika jamii, ni kitu ya maana sana katika afya yako kama mtu binafsi. Na mimi nataka kuzidi kuhimiza vijana wachukue hizi nafasi zinapotokea kuhakikisha ya kwamba wanabaki. Na mtazamaji, kwa namna hiyo sasa ninatia kikomo kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47. Asante sana kwa wote ambao wanafuatilia taarifa hizi. Namuona Alfred Lobawoi anasema anafuatilia upeo wa TV47 akiwa Ruiru. Kwa yakini kuondoka kwa Papa Mtakatifu kumewaatua wengi moyo, ila kalamu ya Mungu haina makosa. Mola azidi kuilaza roho yake pema penye wema. Ndiyo taarifa yake au ujumbe wake Alfred Lobawoi ambaye anafuatilia taarifa hizi. Na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha taarifa hizi, sina la ziada, ninatia kikomo kwa sasa. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Kwa heri kwa sasa.